Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa uhai. Nimekuwa na tafakuri kubwa sana juu ya ziara za Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Maana nimeona kwamba ni kama anafanya spinning propaganda nyingi sana, kiasi kwamba hizi spinning propaganda anazozifanya waziri mkuu zikiachwa kwa wananchi bila kufanyiwa ufafanuzi, wananchi wanaweza wakaona kwamba anachokiongea ni ukweli, kumbe zile ni hadaa, kumbe ule ni uzushi, kumbe ule ni kuchota akili za Watanzania na kuwaona Watanzania kuwa ni matablalasa, ni watu ambao hawajitambui, ni watu ambao hawajielewi kabisa. Sasa hizo anazozifanya hizo ni drama. Sasa zikiacha zikaendelea hivyo, mwisho wa siku wa Tanzania wengi wao wataamini kwamba huyu ni mkombozi wao. Huyu sio mkombozi wao. Huyu hafai kuwa kiongozi katika hiyo nafasi. Hata hiyo alivyopewa hiyo nafasi nilishangaa sana mimi, kwamba unaweza vipi kumpa mtu huyu aliyejaribiwa kila sehemu analeta sokomoko. Kwa sababu mnakumbuka 2011 wakati alipoingia tu bungeni pale 2011 akajaribiwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama. Mnakumbuka, si ndio? Kwa sababu 2011 pale alipewa kuwa treasurer wa chama, yani mchumi, yani katibu wa uchumi na fedha wa chama. Lakini katika hayo kipindi hicho mambo mengi sana yaliharibika, kwa sababu tuliona baadhi ya mambo yakawa yanaharibika kabisa. Mnakumbuka hata ile pale umoja wa vijana pale Lumumba pale, lile jengo lile walipiga hela pale. Mnakumbuka? Hivi mnakumbuka kipindi kile ndicho kipindi ambacho ufisadi ndani ya chama na ndani ya serikali ulikuwa mkubwa zaidi? Mnakumbuka? Kuja 2012 hapa, huyu mwaka 2012 akiwa naibu katibu mkuu wa chama, kwa sababu kwa muundo wa chama cha CCM naibu katibu mkuu ni kama ndo engine, operating engine, yani ndio afisa utumishi wa wasimamizi wa watendaji wote ndani ya chama. Huyu ndo akatengeneza mechanism ya kuhakikisha kwamba katiba ya chama inabadilishwa 2012, ikawaondoa wazee wastaafu kuwa wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu, ili yeye na baba yake ambaye alikuwa ni mwenyekiti waweze kufanyaje, waweze kufanya jambo lolote wanalolitaka wao, wasihojiwe na mtu. Kwa hiyo akina Benjamin, mwenyekiti wa chama mstaafu, makamu mwenyekiti wa chama mstaafu, waziri mkuu mstaafu, hizi nafasi zote, makatibu wakuu wastaafu, hizi nafasi zote walikuwa wana nafasi ya kudumu katika Central Committee, yani kamati kuu. Kwa hiyo wakaondolewa hawa watu kwa vyeo vyao, ili kusudi watengeleze watu wao wanaoweza kuamudu, ili mambo akitaka kufanya mambo asiwepo mtu wa kuwafanyeje, wa kunanili. 2014 mnakumbuka Abdulrahman Kinana alimkemea huyu, akamzuia katika kuanza kampeni, katika kuanza harakati zake za kuanza kampeni kabla ya wakati ya kutafuta urais. Mnakumbuka huyu ndio aliyezunguka yani nchi nzima, nafikiri alipanga watu nchi nzima kuhakikisha yanaandika kwenye mawe anausaka urais. Mnakumbuka 2014 Abdulrahman Kinana akiwa katibu mkuu wa chama akampiga stop. Yeye akiwa naibu katibu mkuu akampiga stop kwamba ni marufuku kufanya hivi.
kwa sababu unafanya kampeni kabla ya wakati, kinyume cha katiba ya chama. Mmenielewa? Baadaye akateuliwa kuwa naibu waziri wa fedha na uchumi, mnakumbuka, ambaye waziri wa fedha alikuwa baada ya William Mgimwa kufariki, na William Mgimwa alifariki kwenye sakasaka. Mnakumbuka sakasaka lile la fedha za zile za Tegeta Escrow, si ndio? Akawekwa Saada Mkuya. Baadaye zile fedha, mwisho wa siku zile fedha nafikiri wanajua yeye na bosi wake walichokifanya kwenye hizo fedha za Tegeta Escrow. Na mnakumbuka ile sakasa la Tegeta Escrow. Huyu alikuwa naibu waziri wa fedha. Si mnakumbuka? Sasa baadaye tunakuja kumuona tena 2015 anachukua fomu ya kugombea urais. Anakatwa. Halafu baadaye anakuja kuteuliwa kuwa waziri. 2010 na ngapi? 2014. 2014 pale akapewa waziri, akateuliwa waziri wa naibu waziri wa 2015 akateuliwa kuwa naibu waziri kuwa waziri wa mambo ya ndani. Mnakumbuka? Aliteuliwa kuwa naibu waziri kuwa waziri wa mambo ya ndani. Mnakumbuka kwenye issue hiyo ya alipoingia pale mambo ya ndani pale, biashara za kuuza za kuuza, akatengeneza mekanizmu na kundi lake, nadhani alikuwa na kundi lake lile, ambalo hatimaye Magufuli alikuja kuwashtukia, wakawa na supply zile sare za jeshi. Mnakumbuka? Sare za jeshi, mnakumbuka? Sare za jeshi. Watu wamepewa hela, pesa zimelipwa, halafu hakuna sare zilizofanyaje, zilizokuwa supplied. Na rais kipindi hicho Rais Magufuli aliapa mbele kwamba 2020 kwamba wale washirika wake wale akina Angela Kiziga wanatakiwa wachukuliwa hatua ya kufungwa. Si ndio? Mnakumbuka? Tulipewa taarifa hizi na Polepole. Maana yake hizi taarifa ni za kweli kwa sababu zimetoka kwenye source ambayo ni credible. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kundi lile, sasa huyu ndio anajifanya sasa leo eti ni mzalendo. Huyu hana uzalendo. Anawahadaa Watanzania. Na Watanzania wamefanya kama kwa mandindindi, hawana akili, hawajielewi. Kwa sababu ni ukweli ambao uko wazi. Wakati huyu huyu alipewa tena wizara ya nini? Wizara ya kilimo. Unakumbuka wizara ya kilimo na mifugo? Kilimo, chakula, mifugo. Si unakumbuka? Si mnakumbuka Watanzania? Wakati huyu kipindi kile ndio makampuni mengi yakawa yanaagiza sukari kutoka nje. Sukari ikawa inaagiza kutoka nje zaidi. Wakawa wanatengeneza scarcity ya sukari ndani ya nchi ili kusudi watoe vibali, wananchi tuletee masukari yaliyooza. Magufuli alituambia kwamba hakuna, ni marufuku kuagiza sukari tena katika nchi. Magufuli alipiga marufuku. Baada ya huyu kaza kumfukuza kwenye waziri tena wa hii wizara ya mambo ya kilimo. Mnakumbuka? Kwa sababu gani? Walikuwa wanatoa vibali vya kuagiza sukari. Halafu Magufuli alituambia kwamba tunaletea sukari iliyooza, sukari ambayo imeexpire. Hatimaye wananchi wetu wanapata maradhi makubwa ya vifua, maradhi makubwa ya kansa, maradhi makubwa ya mioyo na mashinikizo la moyo na figo zinafeli kwa sababu ya kuletea masukari mabaya. Huyu akiwa waziri wa kilimo. Ndio maana baadaye 2020 ikatungwa sheria kabisa. Magufuli hakuishia tu kusema hivyo, ikabidi atunge sheria kabisa, ni marufuku kuagiza gap sugar, itaagizwa na wenye viwanda, kwa sababu wenye viwanda wana wataalamu. Wakaumia. Mwisho wa siku yaliyotokea kwa Magufuli mnajua.
Si mnakumbuka hata ile sakasa la Lukumi? Mtu amepewa pesa, hajafanya kazi, zote hela zimeshalipwa, halafu hajafanya kazi yoyote na mpaka leo hajachukuliwa hatua yoyote. Halafu huyu tena huyu mnamwambia kwamba eti huyo naye anapigiwa upatu. Wewe atakuwa afungwe. Kwa sababu jiulizeni tu, 2000 baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa fedha 2020 na 2021, ndani ya miaka yake minne ile aliyokaa, deni la taifa limepanda kutoka trilioni 60.9 mpaka leo tunaongelea zaidi ya trilioni 127. Yaani mpaka mwezi wa 12 deni la taifa limesogea, limepanda juu zaidi ya trilioni 127. Trilioni 127. Trilioni 127. Huyu akiwa waziri wa fedha. Na katika kipindi chake CAG amezungumza mambo mengi sana. Mambo gani? Tumeshuhudia ripoti ya CAG kila mwaka, ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma. Wakandarasi hawalipwi ndani ya kipindi chake akiwa waziri wa fedha. Wakandarasi wazawa na nili ripoti CAG mpaka analia. Anasema mpaka anatoa machozi kwamba wakandarasi wa ndani hawalipwi. Pesa zinazidi lakini wa nje wanalipwa, kwa sababu wa nje inawezekana wanatoa 10%. Wakandarasi wa ndani matrilioni ya shilingi, zaidi ya trilioni 17, 14 sijui 17 ambazo ni madeni ya ndani hawajalipwa. Wakandarasi wa ndani hawalipwi matrilioni ya shilingi. Leo anajifanya kwamba anaonea huruma wakandarasi. Huu si ni unafiki wa hali ya juu kabisa? Leo huyu atakuwa na uwezo gani na guts za kuambia wananchi kwamba hawa watumishi wa umma kwamba kwa nini hamlipi wakandarasi? Yeye ndani ya miaka 4 alivyokuwa waziri wa fedha, miaka 4 karibia 5, amefanya nini kwa wakandarasi wa nchi hii? Wakandarasi wanasuffocate kila leo. Alafu unasema kwamba huyu eti naye ni kiongozi, anasema kwamba huyu ni kiongozi. Sasa na ndio maana niliwaambia kwamba moja mistake aliyoifanya kubwa sana, kuteuliwa yeye kuwa waziri mkuu, ilikuwa ni disaster kubwa. Kwa sababu huyu ndiye aliyepeleka sheria ya kufuta kipengele cha faini ya watu wanaoleta bidhaa pasipo kuonyesha ile certificate of conformity COC, ile 15%, yeye akaifuta. Na ndio maana leo Tanzania hii vimetapakaa bidhaa feki zimetapakaa, biashara za magendo zimetapakaa katika nchi hii. Bidhaa feki zimetapakaa kwa sababu gani? Huyu akiwa waziri wa fedha alifuta vipengele vya msingi sana. Sasa huyu anawezaje kuwa mzalendo leo na Watanzania mkamuonyesha kwamba ni mzalendo? Kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya FIU, ile Financial Intelligence Unit, inazungumzia ukweli kwamba kuna miamala, kuna utakatishaji wa fedha nyingi sana ndani ya nchi, ndani ya kipindi chake akiwa waziri wa fedha. Na huyu katika kipindi chake ndio alifungulia yale maduka ya Bureau de Change, kwa sababu inawezekana wanamiliki wao viongozi hawa, kwa sababu yalifungwa kipindi cha Magufuli, kwa sababu ilionekana kwamba hizo Bureau de Change zinatumika kwa ajili ya kufanya utakatishaji wa fedha. Kwani ni uongo? Baada tu ya kufunguliwa zile Bureau de Change, dola ikapotea katika nchi. Mmesahau Watanzania? Huyu akiwa waziri wa fedha, yale Bureau de Change yamefunguliwa tayari na fedha, dola zikaadimika katika nchi. Maana yake ni kwamba walitakatisha, yale maduka yale yalitumika katika kutakatisha fedha za hawa. Inawezekana? Kwani ni uongo? Sasa unawezaje kwamba leo ukajipiga kifua ukasema kwamba wewe, na ndio maana kwambia Mwigulu Nchemba, wewe ndugu yangu, wewe huwezi ukasema ukasafiria nyota ya John Pombe Magufuli. Unataka kujigamba na wewe kwamba na wewe kama Magufuli. Magufuli alikuwa na neema yake ya pekee. Magufuli alikuwa mzalendo. Magufuli hakuwa mwizi wa rasilimali za nchi. Magufuli alikuwa mzalendo
wa rasilimali za nchi, alikuwa anachukia wizi na ubabaifu na uzembe. Wewe uwezo ukawa na guts za kuwakemea wa mafisadi, wakati ukiwa waziri mafisadi wametamalaki katika nchi, na ufisadi ukawa mkubwa sana katika nchi, kwa sababu walikuwa wanaongeza hata zile tenda. So mnakumbuka ujenzi ujenzi wa reli, pesa ziliongezeka. Mnakumbuka ripoti iliyotolewa bungeni na wabunge wanazungumza ukweli. Huyu akiwa waziri wa fedha alifanya nini sasa? Aweza akajifanya kwamba huyu akawa ni mtu ambaye ana guts za kusema kwamba yeye ni mzalendo. Hana uzalendo. Mnadanganya tu wa Tanzania, na tusikubali, kwa sababu nimeona mambo kama haya yakiona sema watu wanamuona kama vile huyu, na by the way uwezi ukawa ni kiongozi. Yani ndio maana wananchi hawakupendi. Wewe upendwi na wananchi. Unafikiri unapendwa? Hupendi kwa sababu sio kwamba kwa sababu una sura mbaya. Hupendi kwa sababu ya matendo yako wewe na matendo yenu ninyi. Na ndio maana uongozi, yani 2025 ilikuwa ni kipindi cha kufanya transformation. Wewe kwanza waziri Mchemba ukupaswa kuwa rais wala waziri mkuu, kwa sababu umelifilisi taifa, umeifanya uchumi wetu uyumbe. Waziri Mpango hakupaswa, yani yule makamu wa rais Mpango, yeye ndio maana akaona kwamba mimi siwezi kuendelea, kwa sababu anaona nchi ameshindwa, yani ametoa uwezo wake wa kufikiri umefika mwisho. Waziri Mkuu Majaliwa hakupaswa kuchukua hata fomu ya kusogelea ya kugombea urais, kwa sababu yeye ndio ametufikisha hapa. Alikuwa waziri mkuu, matendo yote hapa paka uchumi unadumaa, yeye akiwa waziri mkuu. Rais Samia hakupaswa kuwa rais, kwa sababu yeye ndio ametufikisha hapa kama kiongozi mkuu wa nchi. Ufisadi umetamalaki. Kwa hiyo ina maana kwamba hakuna hawa wote hawasingekuwa na jipya lolote la kuwasaidia Watanzania. Badala yake hao watakuwa wapumzike, wastaafu kwa heshima. Leo taifa limeyumba, na ndio maana waambia hivi, hata ile habari ya watu kutekwa, watu kunyamazishwa, kila mtu anayezungumza, hii sio kwa sababu ni hofu ya mikataba walioifanya hawa viongozi, ni hofu ya wizi walioufanya hawa viongozi, ni hofu ya mikataba ambao wameifanya ya kulinyonya taifa hili hawa viongozi. Ndio maana wako lazi kuua, ili kusudi wanahofia kwamba wakitoka kwenye madaraka akija kiongozi mwingine ambaye ni mzalendo kweli, watafungwa. Hawa watu watanyongwa, hawa watu watafilisiwa. Na ndio maana wako lazi hata kuua, hata kupoteza kila sauti ya mtu ambaye anazungumzia haki na kukosoa utendaji wao mbovu. Wako lazi kuua. Kwani ni uongo? Unafikiri hawa wanaotekwa wanatekwa kwa sababu gani? Wanatekwa kwa sababu wanapozungumza kutoa elimu kwa wananchi kwamba wajitambue, wachukue hatua dhidi ya hawa wapolaji wa rasilimali, wanaumia. Ndio maana akina Polepole leo wametekwa. Ndio maana akina Mdude leo hawapo. Ndio maana akina Lissu wako jela mpaka leo. Ndio maana kuna watu wengi tu wanashindwa kuzungumza, wanakimbia nchi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanataka kunyamazishwa. Leo akina Gwajima hivyo wanafanywa vitimbi. Ndio maana ukizungumza, yote anayezungumza kutetea heshima ya Watanzania atashughulikiwa vibaya sana. Nimpongeze tu kwa ujasiri wake makamu wa rais Dr. Nchimbi. Dr. Nchimbi, wewe una utu. Dr. Nchimbi, wewe angalau unaonekana kwamba una uwezo, una uthubutu wa kuyasema mambo mazito. Wewe ni kiongozi wa nchi. Wewe angalau unaonekana kwamba unajali utu wa watu. Acha hawa viongozi wengine ambao wao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanaua kila mtu anayewakosoa. Ukikosolewa, kubali, rudi nyuma, jipange upya. Sio unaanza kung'aka, mimi sipendwi, sitaki hata unipendwe. Wewe hupendwi, na hakuna mtu atakaye kupenda wewe. Nani atakupenda?
kwa matendo yako maovu ya kuhakikisha kwamba yani kila sauti ya mtu inayoibuka